Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu mnamo siku ya Jumapili ameweza kutoa kauli ya kwamba mazungumzo baina ya Marekani na Irani lazima yazingatie uondolewaji wa uranium ambayo imesharutubishwa, lakini pia pasina kusahau uwezo wa Teherani kuweza kurutubisha tena madini hayo ya uranium. Aidha, kauli hiyo inakuja kufuatia waziri wa mambo ya nje wa Irani Abbas Araghchi kuanza safari ya kuelekea mjini Geneva, Uswisi kama sehemu ya kwenda kwenye mazungumzo ya awamu ya pili baina ya Marekani na Teherani kuhusu programu ya nyuklia, ambapo mazungumzo hayo yatasimamiwa na waziri wa mambo ya nje wa Oman kama sehemu ya msuluhishi na mpatanishi mkuu ndani ya mazungumzo na makubaliano hayo. Katika hotuba yake aliyoweza kuitoa mnamo siku ya Jumapili katika mji wa Jerusalem, Benjamin Netanyahu amesema kwamba mazungumzo yoyote yatakubaliwa endapo yatazingatia vitu vifuatavyo. Kitu cha kwanza itakuwemo uondolewaji wa madini yote ya uranium ambayo yamesharutubishwa kutoka nchi ya Irani na kuelekea kwa taifa lingine kama sehemu ya uangalizi. Lakini kitu cha pili kabisa ikiwemo kuondolewa uwezo wowote wa Irani kuweza tena kurutubisha madini hayo ya uranium, ikijumuisha kuharibu miundombinu, lakini pia kuharibu vitendea kazi vyote ambavyo Irani inavitumia katika kuzalishia au kurutubisha madini hayo ya uranium. Cha tatu kabisa ambacho Benjamin Netanyahu ameweza kukiomba ni kitu cha kuondoa uwezo wa Irani katika kuzalisha makombora yake ya ballistic missile ambayo imeonekana ni tishio kubwa sana kwa utawala wa kizayuni wa Israel. Kupitia vyanzo vikuu viwili vya kuaminika vyenye ufahamu wa swala linaloendelea pale Mashariki ya Kati, CBS News iliweza kuripoti mnamo siku ya Jumapili kwamba Rais Donald Trump aliweza kumwambia Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu wakati wa mkutano wao huko mjini Florida mwezi Disemba mwaka 2025 kwamba endapo Israel itaweza kushambulia vituo vya kuzalishia makombora ya balistiki, basi Marekani itaweza kuungana nayo kama sehemu ya kukamilisha ajenda ya kuiondolea uwezo Irani kama mzalishaji wa makombora ya masafa mafupi, ya kati na masafa marefu.